Bonjour très chers compatriotes. Jambo wandugu wapendwa, fasi pote mulipo, fasi pote mnatufuata kwa wakati mda kama na wewe mnafuata mtumishi wenu Jeremy Kabongo kwa mnatufuata kwa television yenu. Ndio kama mnatufuata kwa television, mnatufuata kwa iPad, kwa telefoni na kwa mkono mnatufuata sasa hivi. Niko na furaha sana ndio kupresenter emission siku ya leo. Siko peke yangu mimi pia hapana, tuko bawili, niko na invité spécial wa siku ya leo. Na wewe na mimi mtamtambua siku ya leo ni nani ule ambapo Jeremy anatazama siku ya leo. Joka maana kabla tuanza emission siku ya leo, nasalimia wandugu wapendwa, nasalimia wale ambapo wana support zikaza Jeremy Kabongo, nasalimia wa mama na wa baba, ingana mnekala ba mingi mfamili. Mnekala mama, batoto, papa kumeza mnangara Jeremy Kabongo television yenu. Usipitise hapana. Aulize Jeremy anataka kusema nini? Panza sauti. Panza sauti sasa Jeremy anataka kusema nini? Hii ni mambo unapenda tujue verite. Ni verite kana ambapo Jeremy anatutana siku ya leo. Mtamjua ni nani ambapo tuko naye invité spécial. Joka maana nasalimia mama Eliane, nasalimia mama Alain, mamenywa, nasalimia mama Etoka, nasalimia mama Toto, nasalimia mama Regina, nasalimia mama José, nasalimia bantu bamingi sana mama Katala, nasalimia watu wote mama wote. Nasalimia papa Moïse, papa Alain, papa Katala, kwa mingi sana. Papa Etoka na msalimia paka mwanzo sasa hivi ni embe serviteur Jeremy Kabongo. Leo tunampokea invité wetu siku leo ni yeye. Wewe na mtu mtamtambua siku leo ni nani sasa? Tunamkaribisha pa plateau. Jambo mtumishi wa Mungu. Jambo papa. Mwapina mpango siku ni boka ni nini? Karibu sana kwa emission leo pamoja na Jeremy Kabongo. Unaweza kwanza kujipresenter kwa jina, bantu bakutambue wewe ni nani. Karibu sana kujipresenter kwanza kwa jina na ubasalimie wale ambao tufuata sasa. Karibu sana. Okay, tunashukuru sana kwa sauti. Ya tunatoa salamu kwa wote tena mnatufuata kwa hiyo wakati. Tunasema tena Mungu azidi kwa baraka fasi yote mko kwa wakati yenu mnachukua njoo kutusikiliza. Ya kwa jina naitwa ndugu John au Frère John. Unaweza niita Johnny, unaweza niita Frère John, unaweza niita Papa John. Kiso utajisikia tu wewe mwenyewe. Papa John, karibu sana emission leo inaanza. Bantu yanatufuata passport Amerika, Canada, France na Finland. Fasi pote yanatufuata sasa hivi. Ulisikie kwa huru na unanisikia aje kuikala pamoja na Jeremy Kabongo kusumburia kuhusu njoo ya kufanya emission pamoja na Jeremy Kabongo. Unasikia kwanza aje kwanza? Nasikia tu kawaida. Kisi jambo ni kusema tu ni furaha kisi tumekutana tena leo. Jambo la kumshukuru Mungu akisi tena alipendelea ke. Japo si hatukujua. Mungu akashaliwa mambo mengine leo tutakutana, so jambo tu kumshukuru tu Mungu. Okay. Papa John, tunasema kama sasa karibu tena. Tuko na wewe kwa muda mfupi sana. Tunaona muda mfupi kwa sababu television wakati. Baba anapenda wajue Papa John ni nani? Papa John anatoka wapi? Papa John anafanya kazi gani? Tunapenda bado siku leo. Unaweza kutupresent Papa John ni nani? Unafanya kazi gani hapa Teglani? Unasoma, unatumika, unafanya nini? Ni mzuri sana kwa benteme na tufuate napenda kusikia ke Papa John ni nani. Nafikiri ile ndio ya kwanza. Papa John ni Papa John. Hiyo ni swali ya kwanza waliniuliza. Na swali ya pili hapa Finland. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu kila siku anapangia baki vizuri. Ya kubwe wangu wa Finland hapa haiko kwa kupenda kwangu na Mungu ndio alijua. So hapa kwa sasa mimi ni mwanafunzi nasoma, ngana nasomea tena lugha. Ndio kwa sasa niko nafanya. Okay. So Papa John tunaona mavideo natembea, tunaona Papa John kanisa inaongoza maombi, Papa John kanisa inahubiri, Papa John ndio naimba. Atujue tukuite nani? Mwimbaji, tukuite nani? Evangelist, tukuite nani? Okay. Kunita, unaweza nita jina yote. Disciple, niko tu chombo. Niko tu chombo kilitiliwa pale ndio kutimiza miandiko. So Mungu aliniumba ili nimwabudu. Atana kwamba twende tutoe injili yake. Sisi tuko pale tutoe tu injili ya Bwana. Tunatimiza miandiko. Okay. Ya na ukiniuliza kuhusu eti nafanya kazi zote unafanya. So yani mimi niko tu chombo
unaimba, unafanya kitu chote. Ya utaniona mkwimba, utaniona mbo protocol, utaniona mkuongoza maombi. Basi ile ndio fasi ya protocol ndio piko debate sikandia fasi ya protocol pale. Okay. Yeah. Karibu sana kama ndio hapo. Ndio Papa John wanda anasema bona mwisho Papa John anapenda kazi ya protocol. Fasi poda mtu Papa John. Sijui kwa sababu hapo siona kubilio. John si akona kubilio hapana pa Finland. Lakini kama fete yote Papa John yuko natumika, iwe kwa anniversaire, iwe kwa mariage, iwe kwa nini, Papa John anatumika. Sijui kama nakupenda mama ule na kutumika wala aje. Bona unapenda kazi ya protocol, bana kupachaka pesa wala unapata mungu profit fulani ndana kumgonga ile kazi ya protocol. Unapenda kazi ya protocol. Ya kwa kifupi so kama mnanyona natumika kazi ya protocol fast rate ni kwamba hiyo ndio mimi napendaka sana. Kazi zote kisi nilisema ni ile tu Mungu anatupatia sisi tunaitumika. Kazi zote nazipendaka. So kila kazi unajua hawezi ni kitu kile Mungu alinipatia. Mimi nafanya tu kazi kisi Mungu alinipatia na malipo yangu na yachunga paka kutoka kwa Mungu. Sema yake unasikia kwa bien kama mimi kama protocol. Unasikia kwa bien. Unasikia kama sema labda inakushusha wala aje. Unasikia tu kwa bien fasi ya protocol. Bene bena fura bene bena realite tu. Monta bine mufiti. Unasema na veste wanavala tu bien manekana ba bibi yao ba petit chéri babo baka pembeni na drink yao na kono. Lakini unakuta Papa John ndio inapanga na makazi ya drink, yule anashuka na mansani, yule si juu Papa John fasile. Nikile unakusaka kazi ya kufanya mafete wala unasaka nini? Precisement ndio kwa tujue mzuri. Hata ile angizo kwamba tukwende kwa mafete sema papa huyu ile kama leo situmiki maana yake asikupende. Utaambia unakusaka kazi ya kufanya mafete wala aje? Swali mzuri sana. Hapa Finland ningana miaka 2. Na nishajulikana almost niko Finland yote mzima. Na naheshimiwa sana. Na kama naheshimiwa vile wanajulikana vile hapo kwa sababu mimi ni mzuri. Na kile Mungu ndio anajua kila kitu na wala mshukuru kwa sababu ndio anafanya yote. Na kada protocol pati tunatoka kusema bengi abaipendaki kwa sababu ni kazi muko uzarao. Muko vitu bingi sana. Na benga sababu nishauria vile achana na hika kwa sababu na kushusha heshima yako. Kweli haiko kazi yangu nilifonde hiyo jina la protocol yangu mimi nilipatia hapana. Lakini unaweza kustope wala kustope? Sasa stope la Mungu ananiambia ni stope hapana. Sema unasipa kama Mungu kwa video stope. Mungu ndio aliniita na kama naona hapo sitaki tena yeye mwenyewe ndio atanitoa. Na mimi siwezi kujitoa eti mbo mimi na kwa sababu walinisema. Na ndio kwa sababu wakati nilitoka nilikosa nafasi ya kulala. Lakini uko naimba. Unaona Mungu. Na protocol tena. Kama kwa meza majoo na protocol unaacha protocol. Maana hata na kesho ushauri ni mbaji mkubwa, okay? Unaona mbaji mkubwa unajulikana kama kama Mike na anajulikana vile. So, unafikia fate fast fulani. Na umesema Fred John wote sadio protocol. Utaenda kubatumika utasema hiyo wakati nimesha change wala juu. Mungu ambaye ni unyache. Prophecy. Ifo useme Mungu alikwambia. Okay. Siwezi kusema kile Mungu ayasema. Yaani kwa kifupi hiyo ni kazi. Sio mwito zile mamwito ile Mungu aliniita na hiyo iko. Okay. So hata mimi nakuwa na president. Utatumia protocol. Wanasema kuko fete. Wanapenda ule kaka akuya tumike mu protocol. Kwa serious. Na hiyo itakuwa nguvu watu kuaminia. Iko nguvu watu kuaminia. Unakuwa president. Okay? Unakuwa president. Unakuwa president. President tutashidiwa. Kwa tukapita anniversaire. Unataka kitu upalme, wewe okay. Oh my god. Hivi okay, nisikukate sauti. Unajua leo tu ni nani ni mtambo wa mission so anasema hata kama anakuwa president kwa sababu hizi ni mwito yake. So anafanya kazi protocol. So kama unapita anniversaire utamcontacte, utamuita atatumia kazi, anasema mwita Mungu alimpatia atumie kazi ya protocol. Inaweza kwa mtu mwingine. Okay. Unajua hapo bengi matonsa vile ni fani. Na bengi
kuaminia itakuwa iko nguvu sana. Unajua, naweza kuambia kwa kisi niko kweli humu Finland, niko na batu bengi sana benye beko na nyangalia bemba na nyeshimiaka sana, na mara mingi kwa bakiona ile kazi wakasema acha tu ile kazi. Mbona Mungu alimtumaka mwana wake, yani Yesu. Yesu ni nani? Ni Mungu. Yani ni mfalme. Alikubalaka kwacha kiti kile cha ufalme tukuu hapa. Alizarauliwa, alichambiwa, alipigiwa, alitemewa mate, hadi wengine wanatosha na makamasi. Lakini yote ayavumilia. Biblia inatuambia nini? Ujishushe, Mungu akupandishe. Hiki niko leo, sio kile nilikuwa jana. Nikijangalia mimi John wa jana na hiki huyu John wa leo. Kama tutata image kidogo na tutanga emission pamoja na tutata image ile, kisha tutaona tena baadaye kita 5 minutes bia 3 minutes tupate emission pamoja. Mjue nani? Mwangalie Fred John alikuwa zamani na leo tunaona mabadiliko yanaingia, tunaona Papa John anakuwa mweupe, Papa anakuwa mafuta, machafu mpaka bila sante, tunaona. So Mungu anafanya kazi ya protocol. So Mungu anafanya kazi sana. Mungu apotaka kumsaidia hapa. Tufuate imani pamoja na tutaona si wote. Jambo yenu tena. Jambo sana. Okay. Tunamipokelea katika kikundi katika mikro ya Jeremy Kabongo magharibi leo, na tunapenda kila mtu wote ajitambulishe jina yake kwa sababu mimi sasa namfahamu, wandugu wetu ambao wanatufuata hawamfahamu hapana, na itakuwa ni mzuri kila mtu ajipresente kama jina lako ni nani na wewe ni nani. Tunaanza kwa wewe. Jina lako ni nani dada? Na wewe ni Mary? Anaitwa kama jina yake ni Mary. Okay, wewe pia? Anaitwa Elizabeth. Jina langu Kapi. Okay, anaitwa Kapi. Emerance. Nani? Fazili. Okay. Mkubwa pale Naitwa John. Okay. Ndugu John, karibu sana katika emission magharibi leo. Bantu mingi wanakufuata hiyo wakati, na napenda wapipana ambapo wewe watarisha katika magharibi leo. Sasa tunaona kama mnaimba, nadhani leo tulikuwa na mweka kanisani, na kabla kwanza tunapenda kwanza na burudani kidogo. Mungu tupata nyimbo moja ya moto, nyimbo mzuri ambao mnaimbaka ili ndugu wetu wanatufuata bado sema tuko na kile kesho magharibi leo pamoja na mwewe. Karibu sana kwa nyimbo moja tu. Okay. Sawa ndugu mpendwa, tunafuata ile image, tunaona Papa alikuya, tunaona gisi walikuwa na badala fulani pale. Mko kakata badala mnu baloko yake ile kwamo, so ilikuwa mzuri sana. So unasema aje ile video ile, unasema aje kisa map tutoke kuona sasa, unasema aje kuhusu hiyo image watu wanaona? Ni image shapita puisque ilikuwa ya mwaka ambaye ilipita. Ngana nafikia Finland ya pale, sikujua kama takuwa na connection au heshima sasa hivi nishanga kupata leo. Okay. So naenda natumika manake ile kazi hapo iko ndani kabisa, mkeleo manake iko ndani kabisa. Okay. So ni mzuri sana tunatoka kupelewesha hapa John. So tunaona kusi kwa mambo korali ile. Ingani endelea wale bisha kufaka korali. Kazi ya Mungu haikufaki hata siku mnaita kufaka. Kazi ya Mungu iko hapo, korali inaendelea. Na kikubwa tunazidi tena kumshukuru Mungu kwa sababu ile korali tena ibalonaka jana na ya leo huko tofauti. Yaani mabadiliko iko, na mabadiliko ni ya mzuri. Sasa hapa nadhani mnaenda kanisa gani? Nadhani nimetaka wakati sema kanisa ni fasi kale mlikuwa mkuna sana. Mshinda kujua fasi kanisa, bila hata mlishindaka. Lakini leo wewe sasa mnaenda kanisa gani? Kuna mambo bakate korali Sheribe, bataipata fasi gani? Ya, tunamshukuru Mungu kwa sababu najua mwanzo yote ni vigumu sana. Ile korale ni baimbaji ba mkanisa ya Penyel. Okay. Na baba yabo ya Kiro au baba yetu ya Kiro tunamwita Pastor Moses. Bibi yake tunamwita Maeliane. Nyabangu wa Kiro ambaye anaongozana na Papa Alain ambaye kwa chef de l'église. Na yuko na bibi yake. So kanisa yetu wakitutafuta kwa saa yote ni Penyele iko pale.
Unaweza tafuta kisha tafuta baimbaji ba mpenyel. Batakuletea kundi zote, mko kundi mingi. Tunakuja Rwanda adoration, tunakuja ba mama, kundi za batoto, kundi za bazen, so mko kundi mingi. Na hiyo sasa natafuta tu kundi ya mpenyel. Basi utaipata tu yeye kwa natafuta hiyo. Okay. So tunafika sana Papa John, nadhani tunafika mwisho ya emission kwa leo. Na kuna swali mwakuuliza Papa John sasa tutafika kabla tutamaliza emission yetu. Hii swali sana ni swali kubwa sana, bado wanafungula macho, wanafungula masikio basi. Papa John, uko tayari kujibia swali yetu alaje? Okay. Uko tayari? Nafikiria toka tuanza mwanzo kwa nilita tu maswali kwa na kujibu. Tajibia fatana na uwezo yangu. Ikiwa zaidi ya uwezo yangu basi haina jibu. Wala unaogopa? Kuogopa siwezi kuogopa. Kwa kuogopa ni Mungu tu. Okay. Yeah. Hiyo wakati watu wanapenda wajibu Papa John. Kwa maana Papa John sasa ni mbaka, na Papa John anaongoza maombi. Labda unakaa bantu wengine. Bantaka na mancho. Sisemi na bantu wengine bantaka mancho. Tantia mancho. Yeah. So, bapenda majibu Papa John Marie, Papa John Chance, Papa John Mario, utaambia kazi mzuri. Wasifiwe. Bana tukunya dringi kidogo. Okay. Cheers. Kunywa dringi kidogo. Bado mshushe kumuziki. Swali nzuri ya bado niko najibu Papa John anajibu swali ni swali nzuri kwa sababu muziki wa kidogo. Odo tujibe sasa. Mario. Swali mzuri. Anasema kwa mtu ananyangaliaka. Bila kupiga kalkili. Bila kupiga maisha. Anasema nishapata ni garso kama huyu. Nikishampata tu maisha yangu yanachange. Ubambie deja mapema. Maisha yanachange. Maisha yanachange. Kwa nini yanachange? Kupata wanaume wa serious kama wewe. Wanaume wa future. Bego na uhakika. Bego maana wako nauliza tu. Okay, ubambie bado wajue sasa. Okay. Okay. Mbo kwa kifupi nashukuru sana kama kuko watu bengi bananitiliaka mancho au bananiwazia. Mbo. Mungu awabariki na kile kwa kifupi Papa John eko deja msafari. Eko msafari. Eko deja munjia. Uko na munjia kutafuta wala sio kupata. Tukisema yuko munjia. Yaani mtu asajema munjia ni kusema anajua kule uko naenda. Hawezi kuingia munjia unajua kwenye uko naenda. So yani kama niko munjia, ni unajua kwenye uko naenda. Okay. So manake baadhi bazitayarishe. Audio fasa mbao kadri watafikia. Mjitayarishe tu mfanye masentier. Msijitayarishe. Kama yeye anasema vile atakuwa anakosea. Mimi kama nasema niko munjia. Yaani nimeshajua kwenye uko naenda. Ndio mimi. Mataelewana. Okay. Uko munjia unaenda. So manake kama uko munjia unaenda, audio utafikia wapi? Si ndio vile? Ndio maana pale mabarabara kwa barabara ile bajitayarishe je bafungule mabarabara hapo. Sasa maisha hii tuko naishi. Kama huko naenda tu, ulitoka tu unaanza enda au yuko niko naenda. Yaani huko tu wakufa. Lakini mtu wote kabla atoka, na watu wote hapa nataka kutoka niko naenda wapi? Okay. Tunaweza kumkifupi. Vrai ou bien faux? Mkifupi? Vrai ou bien faux? Papa John. Vrai ou faux? Okay, Papa John, uko marié, vrai ou bien faux? Sina marié. Faux? Faux je. Faux marié. Aruna. Sina marié. Okay. Waimbaji kundi yangu abajene ambao wanafuataka fasi yote kabisa, atuka Mungu azidi kubalinde. Nasamia batumishi ya Mungu fasi yote benye kabisa wao banasupport kwa maombi, bananyombea kama kinyote bananyombea ule kaka hivi na ile atoka na basalimia, nasema na Mungu akuwe kabisa kwa upande wenu bila kusaulika. Namsalimia atoka DJ mwenyewe, kameramera wetu yeye mwenyewe kwa anamuita hapa Isaac kwenye mitambo. Mungu akubariki kwa kazi uko unafanya. I hope naweza kuachia pale bila kusaulika. Nasamia kwa na bazazi yangu na baba kimwili ambaba ananielewa mpaka kwa hiyo wakati nakuwa namuita yeye babangu, yani mimi simuitaki, namuitaka prezo ya yenye prezo, yani prezo John, yani majina ya ukiniona mimi unamuona yeye na mamangu mwenyewe, yeye mwenyewe amuita mama Christine Shushe yuko pale. Salamu zibafikia tena, nashukuru sana na Mungu wangu abariki bote ambao wanafuata kwa hiyo wakati. So merci
Nasema merci sana kwa kutufuata sasa hivi, nasema merci kwa wale wote wanatufuata sasa hivi. Tunataka tunafika mwisho mwisho kwa leo. Na kushukuru kwa kisa ambapo ulivumilia kutufuata na tuweze kwenda bule bila kusalimia watu wapendwa. Msalimia ni yeye mwenyewe Mayansi. Na msalimia kwa sababu ulipo. Nasalimia Moses Mirindi fata unasikia na msalimia. Nasalimia Even Tumba Future Usain Bolt. Nasalimia Mike Bishop. Nasalimia nani mwingine? Nasalimia Etienne Etoka. Nasalimia Brian Bishop de la Penuel. Nasalimia fasa ulipo. Nasalimia nani mwingine? Mungu bariki sana. Kubadada nasalimia Meta. Wasasi kusalimie Meta, nasalimia mtoto papa Alain. Nasalimia Riziki Etoka, nasalimia fasi ulipo. Mungu bariki mingi liste imejaa. Nasalimia nani? Marie José. Nasalimia siapa pale inakupika. Jiwe tatana. So Mary Mbui, nasalimia nani? Kapi, mama munene. So nasalimia nani? Salimia Banduku. Kada ni mitemu buta hapa. Mtapenda nisio iko mrefu lakini sasa kidogo sana. Pardon, mnisamee kama sikukutai. Okay. Nasalimia family Regina, nasalimia kabisa, familia wangu nasalimia kabisa kwa kuwa nisema hapo niko leo vitu familia yangu. Nasalimia kwa papa Moise, pasteur. Nasalimia papa Alain, papa Etoka, msio mitaa mwe bote, msio mitaa kabisa. Merci. Na taonana nasalimia tena cameraman wala ambao tufanye kwa leo ile image kama mzuri sana mansuri natoa mzuri hizi image ya propre inatoa kwa cameraman wetu le vieux wake Chien mwite Michael Ambai. Ni mwite Michel Bakenda. Ni yeye mwenyewe family mnene ambapo tasema family ile ambapo inafunga vasa familia ya frère Isaac Mande Kasongo. Familia Kasongo na wasalimia fasi tunatufuata sasa hivi, familia Kata na wasalimia fasi pote mulipo, Mungu mingi sana. Familia Etoka na wasalimia fasi pote mulipo. So tuanze na prochainement famille pastoral. Wasalimia katika jina la Yesu Kristo. Nasalimia Kristo wote wa Église Penuel, tutaonana tena prochainement. Merci, bye bye.